Ni wakati mwingine tena, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini hii leo. Mahali hapa ndipo kwenye jukwaa tunalotazama maisha, kifo na ufufuo wa Yesu, tukitarajia marejeo yake kwa mara ya pili kuja kutuchukua. Na mimi ni Manase Rusaka, niko na mchungaji Enos Mwakalindile kwa mara nyingine tena. Mchungaji, karibu. Asante sana. Naam, mtazamaji, katika mfululizo huu tunatazama uzoefu wa wokovu. Katika vipindi vilivyopita tuliangalia uzoefu wa wokovu kwa njia ya neema, lakini pia tukaangalia uzoefu wa wokovu kwa kuhesabiwa haki, na leo tutaangalia nafasi ya utii katika uzoefu wa wokovu. Nikualike tuweze kuomba. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa fursa hii uliyotupatia. Asante kwa kuwa uko tayari kutuhudumia na neno lako talifikisha kwetu kwa kadri ya mapenzi yako ili tupate kuokolewa. Na kwa neema yako tunaomba tuvute kwa kamba za upendo wako katika Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Naam, mchungaji, katika mfululizo huu ambao tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na uzoefu wa wokovu, leo tunaangalia nafasi ya utii katika kukamilisha mchakato huu wa wokovu. Pengine utii wenyewe una sura gani katika uzoefu wa wokovu? Utii ni uitikio wa neema, uitikio wa kuhesabiwa haki, kwamba sasa Mungu amekutafuta, amekupata. Kunyamaza kimya ni kwamba umwache yeye aongee, yeye awe mtoa sheria, yeye mapenzi yake yatimie. Yeye ni Baba, unamtambua, ni unamuitikia. Ndivyo tunavyoona katika historia nzima ya Mungu na watu wake anapotoa sheria yake. Haya, sheria ya Mungu inatarajia uitii kwa kuwa unampenda, kwa kuwa unamtambua kama Baba mtoaji, kama Baba mwenye rehema, Baba mwenye huruma. Sasa na sheria zake haziwi nzito, ila zinakuwa ni njia ya kufurahia sasa utoto wetu kwa Baba. Wewe si una mtoto? Naam. Zaidi ya mmoja? Zaidi ya mmoja. Yule anayefurahia vya Baba si msikivu yule? Yule msikivu ndio anayefurahia vya Baba, si ndio hivyo? Ashiki waya akapiga shoti, anamwambia hiyo itakuumiza, si ndio hivyo? Kwa hiyo yani zile sheria za pale nyumbani za mtoto ni njia ya kufurahia, ya kumwezesha akue vizuri na kwa usalama. Sasa tuangalie katika kipindi cha kwanza, kwa mfano uumbaji pale. Unajua pale uumbaji hatuwezi kwa, lazima tuanzie pale. Ni maana inaitwa kitabu cha Mwanzo. Tunaona utii ukichukua sura gani pale? Kabla hata ya dhambi, anasema 1:26 mpaka 27, Mungu akampatia utukufu wake, akasema mtatiisha. Yani kumbe tumeitwa kutiisha, kutawala. Ndio maagizo yake yale. Yani sisi tumepewa sheria ya uhuru, sheria ya wafalme. Yani sheria yake zake sio kwa ajili, sio kama zile za kule Misri za wanyampala, utafyatua matofali kadhaa. Hizi ni za utawala, ni sheria ya kifalme. Kwa hiyo hiyo ni ya kwanza. Baada ya anguko, wamevunja uaminifu, wanatafuta eti kutawala pasipo hekima ya Mungu, pasipo kumsikiliza Mungu. Vunja pale, utii sasa ukachukua sura mbaya, ukapotoshwa. Ulipotoshwa na ile ya kutilia shaka wema wa Mungu. Tilia shaka wema wa Mungu. Utamkumbuka yule mtoto wa nani? Wa kwanza wa Adamu. Anasema adhabu kubwa sana hiyo. Yani maagizo ya Mungu au matamko ya Mungu yanaonekana kama
yani si kwa ajili ya nani yetu, yani sio kwa ajili ya faida yetu. Lakini kipindi cha wana wa Israeli, sasa wale watu wa Mungu amewatoa Misri, sasa amewaleta pale Sinai. Haikuwa kama njia ya kuwaokoa, anasema shikeni hizi ndio nitawapeleka Misri, nitawapeleka Kanaani. Amewaokoa wakiwa waaminifu kwa Farao, amewatoa kule, anasema twendeni mkanitumikie. Na sheria waliopewa, anasema mkinisikiliza, kutoka 19, mkinisikiliza kweli kweli, ndipo mtakapokuwa tunu ya mataifa, taifa takatifu, ukuhani wa kifalme. Na Musa baadaye anasema hii sheria niliyopewa, hakuna watu chini ya mbingu waliopewa sheria nzuri kama hii. Naam, tunapaswa kutii kwa shuruti au tunapaswa kutii kwa hiari? Isaya 6 mstari wa 4 mpaka 9 anajibu vizuri. Musa anapotambulisha sheria ya Mungu anasema, sikiliza Israeli. Unajua ninatakiwa kwanza kusikiliza. Kwa kutosikiliza ndipo tukaanguka. Sasa anasema sikiliza. Sheria ya kwanza inasemaje? Anaanza na utambulisha, Mungu ndio huyo mmoja. Sisi tunasema, tunaongezea Baba ni huyo mmoja, Bwana ni huyo mmoja. Sasa ni upi huyu? Muumba wa mbingu na nchi. Ndio huyo aliyetutoa Misri, aliyetutoa utumwani. Sasa unachoweza kuendelea kusikia kutoka hapo ni rahisi ukishamtambua ni nani anayeongea. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, nguvu zako zote, maarifa yako yote, yani chote ulicho nacho, ulichopewa na Baba. Sio kama anakuuliza umpende kwa nguvu zako zenye, kwa alivyokupa. Sasa huo ni uitikio sahihi, sio sahihi kwa Baba? Ni sahihi, kwa maana na ni haki, kwa maana ni uitikio ambao ni wa hiari, sio? Mungu lakini, alikuwa anafanya tuseme ni hiari, lakini ni utii wa haki. Yani huu ndio unaostahili kama mtoto mdogo mwenye akili ambaye anamtambua Baba. Ni utii wa haki. Huwezi kusema mimi na hiari kutomtambua Baba kama we ni mtoto. Huna hiari, labda upoteze ufahamu kwamba huyu si Baba na mimi si mwana kwake. Lakini kwa sababu ya dhambi pengine imetufanya tufikie hapo pa kupoteza huo ufahamu, na badala yake tumekombolewa. Sasa sheria ni kwa waliokombolewa. Sheria hawakupewa watumwa. Mungu atoe sheria kwa watumwa, anawapa wana. Lakini awali tulisema kwamba lile tangazo la kuhesabiwa haki lilitangazwa kwa watu wote. Sasa wanaofanyika wana ni wale wanaolikubali sasa. Na ukishakubali ndio sasa ambao orodha yao haipo, kwa maana kwamba ambao orodha yao haipo kwamba huyu atakuwa mwana, huyu atakubali, huyu hatakubali. Majina yao yameshaandikwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mchungaji, hili limekuwa likijadiliwa kila wakati kwamba sasa wengine watashindwa kujishughulisha kwa sababu wanakuwa hawajui kwamba Mungu anajua walio wana wake watakaokombolewa wanajulikana. Kwa hiyo hii kwani nani akijua wewe unajuaje sasa kama haja kujua wewe? Pengine sasa ndo anasema kwamba mtu kama anaendelea kufanya mabaya. Warumi 8 anasema hivi, unajua upendo wa Mungu hatutakiwi kuutilia shaka kama tutamsikiliza, kama tutamtii. 8 Paulo anafupisha hivi, anasema 30, na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita. Sasa wewe injili inahubiriwa, mwanangu njoo nyumbani, unasema mimi sijui kama amenichagua. Aliyowachagua ndio aliyowaita. Yaani hii neema inapotolewa vile, kama we ni mwana wa Mungu unamsikiliza. Yaani wewe kwa mfano injili inahubiriwa, tokeni dhambini, njooni ni mtumikie Mungu wenu. Alafu wewe unasema hapana, ngoja nimalizie kidogo, au mimi siamini kama wewe ni baba yangu, niende kumsikiliza wapi? Mimi simtambui. Yaani kwa lugha nyingine, wewe hujamtambua, haujachaguliwa basi. Kumtambua, haujachaguliwa basi. Kumtambua mchungaji, mwanzo tulisema kwamba ndiyo neema yenyewe, kwa sababu yeye ndiye anayekuita. Sikiliza, hii injili inaita watu wote. Hakuna mtu anayebaguliwa.
Yesu alisema nendeni kwa ulimwengu wote. Wote ni kufa kwa ajili yao, ila wanaopokea, wanaoitikia, hao ndio niliowachagua. Kwa hiyo injili, sasa sikiliza, injili ndio inayotutofautisha wale wa Mungu na wasio wa Mungu. Na hawa ambao wanaipokea injili hii ya Mungu ni hawa ambao Mungu ndio aliyemtuma mwanao wa pekee, aliyekusudia, ndio aliyewachagua, wale watakaoitikia. Sasa sikiliza, issue ni kwamba tunaona kama Mungu amechukua kalamu hivyo, anasema Manase Lusaka, weka huku, andika huku. Enosema weka huku. Haiendi hivyo. Mungu katika ufahamu wake tokea awali alisema ninaenda kuwa na wana, wataanguka lakini nitawapokea. Wewe naomba niulize, wewe ukae na mke wako ukasema kwamba nitazaa, kwa neema ya Mungu nitazaa mtoto wa kike na wa kiume na nitampeleka shule, na akiwa na atasoma, unasema mwanangu ni lazima wasome, kweli si kweli? Haya, umezaa watoto wanne watano, si ndio hivyo? Haya, wawili wanasema shule tunakwenda, wengine watatu wanasema hatutaenda. Mimi mwishoni unaanza kusema hawa ndio ambao nilizaa nikasema nitasomesha, hawa waliochagua, hawa waliokubali. Upendo wa Mungu ni kuokoa watu wote. Upendo wa Mungu haubagui. Jua hili la Mungu linalowaka ni kuangazia watu wote, lakini kuna watu wengine wamejifungia nyumbani, wanasema hatutaki jua. Nakushukuru sana mchungaji, na pengine sasa katika sehemu ya pili tunapo rudi katika mapumziko tutapata nafasi ya kuongea zaidi ili kumweka juu ya utii. Basi mtazamaji, asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini siku ya leo. Na leo tunaangalia nafasi ya utii katika uzoefu wa wokovu. Niko na mchungaji Enos Mwakalindile. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaongea kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi. Amen. Naam, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini siku ya leo. Mimi ni Manase Lusaka, niko na mchungaji Enos Mwakalindile. Leo tunaangalia utii na nafasi yake katika uzoefu wa wokovu. Mchungaji, tumekubaliana kwamba wokovu umetolewa kwa watu wote, lakini kuna hicho kipengele cha utii ambacho kinaweza kikamfanya mtu awe ndani au nje. Na isivyo bahati kwamba ni kweli haijulikani kwamba nani kaitwa nani hajaitwa, au nani kapokea au nani hajapokea. Maana mwanzo nilikuuliza kwamba kuna mwingine anaweza kuwa yuko nje anasema kama Mungu anajua kabisa mimi nitamtii. Mungu anawajua walio wake. Anawajua walio wake. Kwamba kuna wengine wanavunjika moyo kwamba mimi hata nikihangaika vipi kama Mungu hajanichagua basi tena. Utahangaika vipi? Kwanza unahangaika nini kwanza? Unahangaika nini? Angalau ufanye hicho unachopaswa kufanya, kwa sababu tumesema kwamba utii ni uitikio wa upendo ulioonyeshwa na Mungu, wokovu ulioonyeshwa na Mungu. Mimi nadhani hapo tukubaliane. Utii sio ngazi ya kutupandisha kwa Mungu. Yaani nijitahidi nifike kwa Mungu. Ni kuitikia. Ni uitikio. Mungu alishatufikia katika Kristo Yesu tayari. Sasa kama unataka umfuate huyo ambaye amekufikia tayari, kwa hiyo unanyanyuka unafuata. Rahisi tu. Yaani kupotea ni ngumu kuliko kuokolewa. Kuokolewa unajiachia. Unakumbuka Musa anawaambia wana wa Israeli, nyamazeni mtaona wokovu wa Mungu. Kunyamaza, unajua ugumu unakuja hapa, mtu unajiamini.
utajitahidi. Wewe unahitaji kujitahidi, una nguvu ya kujitahidi, una akili ya kujitahidi. Kwanza kumjua Mungu unatakiwa ufunguliwe akili, neema ikufungue, alafu ujue Mungu anataka nini, na Mungu anachotaka ni nini? Umpende kwa moyo wako wote. Sasa utampenda kama amekufunulia upendo na umemjua. Mimi nitaka kabla, maana wewe bwana, naomba tusonge mbele kidogo. Utii nataka tuone katika Israeli ulikuwaje. Tuliishia pale ambapo Musa alisema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na jirani yako kama nafsi yako. Isaya 6 mstari wa 4-9, msiabudu miungu mingine huko, mpende Bwana Mungu wenu pia. Lakini nitaka niongeze kitu fulani afu tuone na katika Yesu na hata sasa katika kanisa ikoje. Unaniruhusu? Karibu. Amen. Sasa zaidi ya kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wote na jirani kama nafsi yako, kulikuwa kuna sheria zilizokuwa zinafafanua hizi kuu mbili kama 613. Sheria 613 nyingi kidogo. Kwa mwana Mwisraeli leo wa Protestant na wengine wanachukulia, wanasema ulikuwa ni mzigo. Enzi hizo ilikuwa ni mzigo. Sivyo walivyochukulia Wayahudi. Hizi zilikuwa ni sheria ambazo, sikiliza anavyosimulia katika Zaburi 119. Ni furaha. Zaburi sura ya kwanza. Yaani anasema wana amani wanaoitafakari sheria ya Bwana. Lakini hizi sheria 613 zilikuwa zimeandikwa katika muktadha wa hadithi ya Mungu na watu wake, hadithi ya upendo. Na ilikuwa ni mausia, maagizo, zaidi ya maagizo, do's and don't do's, no. Zilikuwa ni vielelezo vinavyofundisha hivi Mungu tunampendaje na jirani tunamchukuliaje, na vilikuwa vinaamsha tafakari. Ilikuwa ni kama kioo cha kumjua Mungu. Lakini ili ilikuwa ni agano la watu ambao walikuwa nasubiri kuokolewa. Walikuwa na shida, dhambi ilikuwa bado inatawala, mioyo yao ilikuwa bado ni migumu. Kuna mambo mengine ambayo Mungu aliagiza, lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao kulikuwa kuna tatizo. Sasa hii sheria ikawa na vigezo hivi pia, ili kutengeneza kitu kama boundaries, kwamba wewe ni mtu wa agano. Kukawa kuna sheria za nje, za matendo ya nje, ambazo ukizifanya hizi, wakati hii sheria ya ndani unaendelea kuitunza, lakini hizi za nje huku tunaweza kukuhukumu. Kama unaenda, kwa mfano, umekataa kutahiri. Musa, unakumbuka kipindi kile Musa kidogo apoteze mtoto pale. Hakutahiri yule mtoto, kidogo apoteze mtoto, unakatiliwa mbali kama hujatahiri. Kama uishike Sabato, unaenda kukusanya kuni siku ya Sabato, unapigwa mawe. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni alama za agano kwamba wewe ni mwana wa agano wa Mungu. Lakini zilikuwa ni sheria za nje, matendo ya nje ya kushuhudia kwa nje wewe ni Myahudi. Yesu alipokuja akasema fine, mnatunza Sabato, fine, mnatahiri, lakini ninyi ni watumwa wa dhambi. Kwa hiyo Sabato ambayo ilikuwa inahubiri wewe unapumzika, wewe umetolewa Misri, unamtumikia Mungu, unapumzika kwa Mungu, kumbe imewashuhudia uongo, ninyi si Wayahudi wa kweli. Sasa Yesu akaja kudhihirisha nini maana ya kuwa mtiifu kwa Mungu. Utiifu wa Mungu sio kuomba maombi marefu. Kumpenda Bwana Mungu sio kutunza siku. Unatunza siku na inakuwa na maana kama kweli unampenda kwa moyo wako wote. Na mchungaji, sasa na roho yako yote. Lakini kwa siku hiyo tu au kwa tohara hiyo tu ilikuwa bado inakushuhudia. Kwa nje unaonekana hivyo, lakini kwa ndani bado. Kwa hiyo sasa Yesu, ngoja nimalizie kidogo. Yesu akasema ninakuja kutimiliza Torati, kuonyesha utiifu wa Torati anautaka Mungu, kutekeleza mapenzi ya Mungu mpaka mwisho. Na pale Getsemani tunaona alionyesha upendo wa kujitoa. Wa kujitoa nini? Maisha. Sasa nimalizie au utasahau? Unamalizia halafu. Sasa ndani ya Kristo Yesu, hata kama utaishika ile sheria ile, Mungu anasema
njoo unifuate. Na kumfuata Yesu ndio, kumwamini Yesu ndio kumtii Yesu, na ndio kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio mwitikio. Yaani ukishika Torati ile ya Musa, lakini nje ya Kristo Yesu, bado hujatimia. Asante. Inahitaji neema pia ili kutoa huo mwitikio, au ni uamuzi wa mtu? Yaani ile neema ikuongoze ufe kwanza. Huwezi kumfuata Yesu bila kufa kwanza. Upoteze Uyahudi, utoke kuwa chini ya sheria. Hiyo kitu wakati mwingine na confuse sana. Yaani Myahudi alitakiwa ili aokolewe atoke kuwa chini ya ile sheria, aifie sheria. Paulo anasema niliifia sheria, kwa sababu sheria iligeuka. Sasa subiri, kwa sababu yule Myahudi aliyekuwa anaishika alikuwa ndani ya Adamu, alikuwa ni mwanadamu. Iliishia kumhukumu, ilimwelekeza kwa Kristo sawa, ilikuwa na mhubiri Mungu vizuri sawa, ilikuwa na maagizo mazuri matakatifu na haki na mema sawa, lakini issue ilikuwa ni yeye, dhambi ilikuwa ndani ya mwili wake, Warumi sura ya 7. Kwa hiyo pale kinachofuata ili uweze kukombolewa na kuhesabiwa haki kwamba wewe haustahili mauti, na japo ulitakiwa kufa mauti, ni kushiriki mauti ya Kristo Yesu kwa njia ya imani, na uzima wa Yesu kwa njia ya imani, uhesabiwe haki. Ili sasa safari ya utiifu, maana hilo nalo ni tendo la imani na utii. Injili inastahili utii. Sawa, tunahubiriwa injili, mmeokolewa kwa neema, mmeokolewa kwa neema. Unaweza kukubali au kukataa, lakini ukikataa ni uasi, ukikubali ni utii. Lakini ndio utii unaanzia hapo. Sasa unatakiwa uishi kama mtu aliyefia dhambi, anamwishia Mungu. Na anaonekanaje? Huo utii unaonekanaje? Wagalatia sura ya 5. Sasa tunda la Roho ni nini? Maana ni utii unaoongozwa na Roho Mtakatifu ndani ya Kristo Yesu. Swali langu la kutupeleka mwishoni mwa kipindi lilikuwa linagusia hapo kwenye namna ya kupokea huo mwitikio, kwa maana ya kutii. Si inahitaji tu ile neema itakayo kuwezesha wewe kutii, au maana tumesema kwamba huwezi kujitahidi hata kutii. Bado katika mchakato wa wokovu, neema ya Bwana ndiyo inayoweza kufanya kila kitu. Pale msalabani Yesu asingeweza kutekeleza mapenzi ya Baba, kukinywa kile kikombe, kama asingeshinda kwenye maombi. Hiyo neema inatusukuma kubaki Getsemani. Yaani sio neema nayo inakuja sawa, lakini Yesu anasema njooni mnunue bila fedha bila thamani. Tunanunua neema bila fedha bila thamani kwa kunyenyekea, kwa kumnyenyekea kwa njia ya maombi, kumtafuta neno lake, tafuta hekima yake, tafuta msaada wake. Alafu unaona ni furaha, anakupa nguvu, anakupa amani, anakupa tunatii kama Kristo alivyotii. Kwa kumalizia kabisa, pengine sasa ushauri wako kwa mtazamaji anayetufuatilia katika kipindi hiki, hasa anayechuchumulia wokovu katika uzoefu wake huu, anapaswa kufanya nini katika kutii ili aweze kufikia ile mede ya wokovu? Kwanza apokee wokovu bure. Yeye ampokee Kristo Yesu ili afanyike mwana. Wana tu ndio wanaoweza kumsikiliza Baba. La pili, ukishakuwa baba, ukishakuwa mwana, tembea kama mwana wa Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ukimfuata Yesu. Ni kwa Roho wake, si kwa nguvu zetu, ila kwa Roho wake. Lakini Roho anatafuta ushuhuda na ni ushirikiano na sisi, tumkubali kutembea na yeye. Asante, kwa sababu muda wetu nao unatutupa mkono, pengine utuongoze katika ombi tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu katika siku ya leo, mchungaji. Baba, kuna mtoto wako hapa ambaye amesikia neno hili na anataka kukufuata, kukusikiliza kama Yesu alivyokuwa mtii hata mauti. Inawezekana mwili wa dhambi ukawa unambishia,
Anahitaji nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Baba, achilia nguvu yako, achilia neema yako, dhambi ikapoteze, ikawe kinyaa mbele zake anapotazama msalaba wa Yesu, na dhambi ikapoteze nguvu kwa kuwa amemwamini Yesu ambaye anaweza kumwongoza katika kupenda kama yeye alivyompenda. Neema yako inatosha, maana tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa kuja kushiriki kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini siku ya leo. Amen. Asante sana. Amen. Basi mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki siku ya leo. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na nafasi ya utii katika uzoefu wa wokovu. Ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na umefahamu ni nini cha kufanya ili kuweza kutii. Neema ya Bwana tunaihitaji, lakini pia kuhesabiwa haki bado tunahitaji. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya mchungaji Enos Mwakalindile, nikutakie baraka za Bwana na utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata mpaka juma lijalo. Kwa neema ya Bwana tukutane kupitia kipindi hiki, na Mungu akubariki.